Bwana asifiwe. Ninashukuru kwa shuhuda zote ambazo zimetoka kwenye madhabahu ya Bwana. Mkono wa Mungu umekuwa mwema. Ninafahamu watu wengi wametendewa mambo makubwa katika hili kanisa mwaka huu. Kuna watu wamehamia kwenye nyumba zao na kuna watu wamejenga, lakini pia watu wamelindwa. Mungu amewalinda watu na ajali na misiba na mambo mengi sana. Watu wamepata hatua. Kristo Yesu atukuzwe. Kwa haya yote tunamrudishia Mungu utukufu. Na kama uko kwenye hili kanisa na unasikia shuhuda kwamba mtu amenunua kiwanja, mtu amejenga, mtu ana nyumba 3, usiogope, zamu yako inakuja. Bwana asifiwe. Unafanyaje? Zamu yako inakuja. Kikubwa tu mtumikie Mungu kwa moyo mkubwa sana. Mimi na familia yangu tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa sana mwaka huu. Tumewezesha watoto 2. Tumewezesha watoto. Januari tarehe 4 tulimwezesha Neema, tukamsindikiza mpaka Morogoro, na kuna watu wanafahamu hapa. Januari tarehe 4 tulikuwa na harusi ya Neema, lakini Oktoba tarehe 25 tukawa na harusi ya Elia. Katika haya yote kiukweli mimi nimemwona Mungu kwa viwango vikubwa sana. Viwango vikubwa mno, na sababu zote za kusema Yesu ni Bwana. Haleluya. Sasa kuna neno ambalo ninalisoma kwako, ni neno tutatembea nalo mwaka unaoanza. Kitabu cha Joel, neno nililopewa katika maombi, neno ambalo Mungu amenipa la mwaka unaokuja ni katika kitabu cha Joel sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 27. Joel sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 27. Na maana ya neno Joel, maana ya neno Joel, hiyo Jo inatokana na Yahweh au Mungu. Joel, Jo ni Yahweh, alafu Eli ni Mungu, alafu Jo ni mkuu sana. Yaani Mungu ni mkubwa kweli kweli. Kwa Mungu tunatembea naye mwaka unaokuja ni mkubwa hasa. Kitabu cha Joel, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati, sasa si katikati ya Israeli, ni katikati ya FPCT kwa Mrombo. Nanyi mtajua ya kuwa ni katikati ya FPCT kwa Mrombo, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Nilipokuwa nikimsihi Bwana karibia wiki 3 zilizopita, Mungu akaniambia mwaka ambao tunakwenda kuingia wa 2026 ni mwaka wa uamsho mkubwa sana. Ni mwaka wa uamsho mkubwa sana, lakini pia ni mwaka wa kurejeshewa. Ni mwaka wa kurejeshewa vitu ambavyo vimepotea katika maisha yako. Nataka nimwambie mwanamke mmoja ambaye yuko hapa, ambaye umedhulumiwa ndoa yako, umenyang'anywa ndoa yako. Nataka nikuambie hivi, yule mwanamume atakuja kwako ukitembea kwa magoti na kukuomba msamaha, ndoa yako itarejea. Ni mwaka ambao afya yako ambayo imedorora, ambayo imenyanyasika, ambayo imegandamizwa, afya yako itarudi. Ni mwaka ambao kama ni biashara imedorora, uchumi umedorora, nataka nikuambie ni mwaka wa kurudishiwa miaka iliyoliwa na madumadu, miaka iliyoliwa na tunutu na parare. Chochote cha kwako kilichoondoka kitarejea. Nataka nitangazie hili kanisa na mjue na muandike mahali, hata washirika waliohama kanisa hili watarudi. Osha kanda raba, hata washirika walioondoka
watarudi. Nataka nitangaze kama aishivyo Bwana, wasiporudi wenyewe watarudi kwa fimbo. Na mtaona na mtashuhudia, maana Mungu anasema miaka iliyoliwa na madumadu na parare na tunutu mtarudishiwa. Chochote ambacho umedhulumiwa. Bali kuambie, kuna watu mlikuwa mna karama za Roho Mtakatifu zitarudi. Kuna watu mlikuwa mna neema ya maombi itarudi. Kuna watu ambao mlikuwa mna vitu vya thamani vitarudi. Kuna watu ambao kuna vitu vimepotea vitarudi, maana ni mwaka wa kurudishiwa. Kitabu cha Joeli ni kitabu ambacho kinaonyesha taifa la Israeli katika hali ya kunyanyasika, katika hali ya kupoteza, katika hali ya kushuka, katika hali ya kuumia na katika hali ambayo si njema. Wakaambiwa hivi, waite makuhani watakaosimama katikati ya hekalu watakaomlilia Bwana, na alafu akasema hivi, mtakapotubu kwa kurarua mioyo na kutubu na kufunga, Mungu anasema atarudisha chochote ambacho kimepotea katika maisha yako. Kwa nataka nikuambie, amani yako itarudi, heshima yako itarudi, heshima yako itarudi, afya yako itarudi, nguvu za Mungu zitarudi. Na nataka nikuambie, hizo nguvu za Mungu ambazo zitakuwepo kwa hili kanisa hamjawahi kuziona tena. Kutakuwa na neema isiyokuwa ya kawaida, maana Bwana amekusudia kufanya mambo makubwa kabla Yesu hajarudi. Kuna aina ya kanisa ambalo mnaenda kuliona ambalo hamjawahi kuliona. Kuna nguvu za Mungu zinaenda kurejea ambazo hamjawahi kuziona tena. Kutakuwa na neema isiyokuwa ya kawaida. Nguvu za Mungu zitakuwa sio za kawaida. Kutakuwa na mishara na ajabu na mambo makubwa ya ajabu yatatendeka, na mtaona watu wakifunguliwa, watu wakiponywa, watu wakiokolewa, watu wakiwekwa, na nguvu za Mungu zitakuwa si za kawaida.